Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, karibu kwenye uchambuzi wa fasihi nikirejelea tamthilia Bembea ya Maisha. Nite Fibian Muthama na hapa ni Edu TV. Hii leo nina walimu waliobobea tayari kutuelimisha mambo ambayo wamejitayarishia katika Bembea yetu ya Maisha. Karibuni walimu. Asante. Tuanze na upande wako. Hujambo mtazamaji, jina langu ni Ruth Kisanda, mwalimu wa shule ya upili ya Bunambo. Mwalimu Kisanda na kakangu. Asante. Karibu. Hujambo mpenzi mtazamaji, jina langu ni Eliud Okongo, shule ya upili ya wasichana Maeni. Tukirudi kwenye upande wako Bi Kisanda, leo umetuandalia nini? Leo tunataka kutazama jinsi ya kuyajibu maswali ya fasihi. Naona kuwa katika hiki kitabu kuna maswali yanayohusu dhamira ya mwandishi, kuna maswali yanayohusu mandhari na pia maswali yanayohusu jinsi ya anwani ya kitabu. Kwa hiyo tuna maswali ya mandhari, tuna maswali ya ufaafu wa anwani na dhamira. Na dhamira ndio. Na haya maswali huwa ni ya aina gani mwalimu Okongo? Ni muhimu tutaji ya kwamba maswali haya yanaweza kugawanywa katika vitengo viwili. Ya kwamba yapo maswali ya muktadha almaarufu dondoo, ambapo wanachukua sehemu ya kitabu na kukuuliza kwamba pengine maneno yamesemwa na nani na kadhalika. Kisha aina ya pili ni yale maswali ya insha. Kwa hiyo maswali ya muktadha ni ya dondoo. Naam. Ina ya insha ni yapi? Yale ya insha ni yale ambayo hawalengi kabisa katika maneno, lakini cha msingi ni kwamba wanafululiza katika kitabu chote. Maelezo tu kwa mfululizo. Nakumbuka nikiwa shuleni sikuwahi kupenda maswali ya dondoo. Afadhali ya insha. Manake ya insha kidogo unaweza ukatoka nje ukaingia, ukajifafanulia, ukasisitizia mwalimu, lakini dondoo ukichonga kando umechemsha. Uko vibaya. Ndio maana niko hapa kukuzidi kuelimika. Dondoo mwalimu Kisanda. Asante. Tunaanza na ya muktadha, tuanze na ya dondoo. Ndio. Dondoo, muktadha yote ni sawa. Na tunaona kuwa jambo muhimu kabla ya kuanza kulisoma kulijibu swali la dondoo, lazima uwe mwanafunzi ambaye umesoma kitabu kwa kina. Umejua mahali ambapo usemi huo unatoka. Sio vema tu kuanza kujibu bila kujua ni nani aliyasema, kwa nini aliyasema, alimwambia nani na walikuwa wapi. Kwa hiyo nisiende tu kwa kusoma kwa kutapatapa nikasoma blabu kisha niwe tayari kujibu dondoo. Ndio. Kwa kina. Ndio. Tupeleke kwa hicho kina chako mwalimu. Swali la dondoo. Tupe mfano wa Bembea ya Maisha ili tuelewe zaidi namna ya kuyajibu haya maswali. Ndio, kuna swali moja hapa. Huyu ni msemaji anayesema, muhimu ni kwamba tumeshirikiana kusukumana kwenye bembea yetu ya maisha. Upo wakati inakuwa raha tele na upo wakati inakatika na kutubwaga. Naona hapo wamenukuu kutoka kwa kitabu. Sasa ni jukumu la mwanafunzi kujua ni nani aliyasema, walikuwa na nani, na ni kwa nini aliyasema maneno haya. Sasa hili ni swali la muktadha. Kwa hiyo ukiambiwa dondoo unasema mambo hayo yote. Unafikiria nani aliambia nani na kwa nini? Walikuwa wapi? Na walikuwa wapi? Ndio. Mambo manne. Ndio. Bila shaka. Wakati, hali, nani akaambiwa na nani akasema. Na mara nyingi huwa ni alama 4. Sasa ikiwa ndio maana inakuwa ni hoja 4. Naam. Tuendelee. Ndio, tunaona kuwa swali kama hili ama swali lolote la fasihi, kabla hujaanza kulijibu, lazima uangalie mtego. Kuna mtego fulani ambao yule mtahini anataka uone. Sasa lazima ujue ni kitu gani hasa kinatakiwa. Alafu hapo mwalimu Okongo. Naam. Tuendelee. Tungali kwenye dondoo kwa ufafanuzi zaidi. Nashukuru. Kwa mfano katika swali lenyewe wanasema kwamba muhimu ni kwamba
tumeshirikiana kusukumana kwenye bembea yetu ya maisha. Upo wakati inakuwa raha tele na upo wakati inakatika na kutubwaga. Jinsi tu alivyosema mwalimu ni kwamba hapa sasa tukija kujibu swali hili tayari ametuambia kwamba ni muhimu tueleze maneno yalisemwa na nani, ili tukirejea hapa mtu ambaye ameisoma bembea vizuri anatambua kwamba bila shaka maneno hayo yalisemwa na Sara. Kwa hivyo hicho kinakuwa kitushi cha kwanza katika kujibu swali hili. Kisha tunakwenda ya kwamba alikuwa akimwambia nani. Na kwa mujibu tena tunaweza kujibu kwamba alikuwa akimwambia mwanawe Neema. Kwa hiyo sasa tunaweza tukajibu, sio? Bila shaka. Twende nalo. Ili sasa tuseme kwamba kwa mujibu wa dondo letu ni kwamba maneno haya yalisemwa na Sara. Alikuwa akimwambia mwanawe Neema na walikuwa mjini kwake mwanawe Neema. Ili kitengo cha mwisho ni sababu sasa. Kwa nini Sara akamwambia mwanawe maneno haya? Ili pengine tujibu ya kwamba alikuwa akirejelea zile vurumai na mapigo ambayo alikuwa akipewa na mumewe Yona hadi kumsababishia ugonjwa wa moyo. Mume wake Yona. Kwa hiyo Sara anamwambia Neema. Ndio. Mume Yona ni mume wa nani? Wa Sara. Wa Sara. Wa Sara. Nimekuelewa. Naam. Fikiri dondo hii ingekuwa alama 20. Niseme ni nani, nikajibu vipi, tupo wapi na kwa sababu gani? Waona ni vitengo vinne, kwa hivyo ni alama 4. Na nikingoa nikichonga kando ya kwanza hizo hoja zingine zote nikishasema pengine ni Neema alisema akamwambia Sara nimechemsha, utapata sifuri. Kwa hiyo kwa sababu swala la hoja ya 3 na 4 nitakuwa nimenoa tayari. Naam. Hii dondo ingekuwa alama 20. Iko vizuri. Na tunaona kuwa kwa maswali ya dondoo huwa si swali moja, huwa ni maswali matatu. Haya, sehemu ya pili inaweza kuhusu sasa wahusika. Kwa mfano katika swali letu tumeulizwa hasa bainisha sifa za msemaji. Na tumeona kuwa kuna msemaji ambaye ni nani? Ni Sara. Hatujaanza kulijibu swali, lakini wametuuliza sasa tubainishe sifa za msemaji. Na hapo ni alama ngapi? Kwa mujibu wa swali letu ni alama 4. Ila itategemea na atakayetahini mwenyewe swali. Kwa hiyo hapo sio lazima ikawa ni alama 4. Inategemea na mwenyewe. Inategemea na yule. Bila shaka. Naam. Haya, tupe mfano mwalimu Okongo. Sasa katika kubainisha waona sasa ya kwamba ili mwanafunzi afaulu hapa lazima awe amefaulu kule juu. Sababu ikiwa msemaji ni Sara na sifa wanataka za Sara, ukifeli huko kidogo inakuwa matatizo. Ndio muhimu. Ukifeli ya kwanza umefeli ya pili. Ndio muhimu tunawahimiza wanafunzi kusoma tamthilia na kuielewa kwa kina kabisa. Ili sasa kwa mujibu wa swali letu sifa za Sara ambazo tunaweza kuzipata katika tamthilia yenyewe ni kwamba pengine moja ni mtamaduni. Kwa sababu tunaona ya kwamba alipokuwa kule mjini hata pia naye alikataa kwenda kulala kwa Neema kwa sababu ya masuala ya huko ni kwenye ukwe. Ya kwamba huyo Bunju ndiye ni mkwe wake na kwa hivyo na Bunju ni mumewe Neema. Kwa hivyo yeye haezi kulala huko sababu tamaduni hazikubali. Na pia yeye anashikilia hivyo na kuambia wanawe ya kwamba mila zina mahali pake katika jamii. Mwalimu Okongo. Pia kabla hata tujaendelea na hizo sifa za Sara, tunaona kuwa ni vyema kabla mwanafunzi hajaanza kuziorodhesha hizo sifa, aandike hapo sifa za Sara. Asianze tu kusema ni mtamaduni. Hatujui sasa anazungumzia nani. Kwa sababu ni vyema uandike hapo sifa za Sara. Alafu unaanza kuorodhesha jinsi mwalimu anavyotuambia. Mwalimu, hapa nina wasiwasi bado. Naam. Sifa za Sara. Naamini tumerudi kurejelea Sara kwa sababu ile dondoo ambao ulikuwa umesema swali la pili lazima liwe limetangulizwa na la kwanza, ambalo kama la kwanza hakulipata la pili hatolipata. Unapotaja sifa ni mtamaduni. Naam. Je, tunarejelea ile dondoo mlikuwa mnasema kubwagwa ile. Ile nukuu mwalimu Kisanda. Kuna ile, hebu soma hiyo nukuu. Nukuu ni kuwa muhimu ni kwamba tumeshirikiana
kusukumana kwenye bembea yetu ya maisha. Upo wakati inakuwa raha tele na upo wakati inakatika na kutubwaga. Nafikiri mwalimu Okomo umenielewa. Je, kama mimi mwanafunzi nimeambiwa nitaje sifa za Sara. Naam. Je, nitataja kulingana na ile dondoo au vipi? Wakati mnaniambia alama ni ngapi vile? Hapa ni alama 4. Ni muhimu nitaje hivi ya kwamba maswali haya ya sifa za msemaji ama hata msemewa inategemea na mtahini mwenyewe. Ya kwamba upo wakati, kwa mfano huyu hapa anasema bainisha sifa 2 za msemaji wa maneno haya. Ishara ya kwamba kulingana na yeye ni utaje sifa yote tu ya msemaji alimradi inajitokeza katika tamthilia yenyewe Bembea ya Maisha. Lakini upo wakati ambapo mtahini anakufunga katika dondoo hili. Kwa mfano aje akuulize bainisha sifa 2 za msemaji wa maneno haya kutokana na dondoo lenyewe. Waona sasa hapo ni kwamba lazima ubainishe sifa hizo kutoka hapo kwenye dondoo. Ishara ya kwamba ni muhimu kwa mwanafunzi kuchunguza swali hilo ili aone kama lipo wazi, anaweza kutoa sifa popote ama linamfunga katika dondoo na arejelee sifa tu kutokana na dondoo husika. Kwa ufupi, kuna maswali ambayo ni wazi na kuna maswali funge. Na kurejelea hii yenu ni funge au ni iko wazi? Ili liko wazi, haliko funge. Lakini unaweza kuambiwa kwa kurejelea muktadha huu, basi lazima hilo ni funge. Kwa hiyo kama nimenoa alama 4 kwenye swali la kwanza, swali la pili nimenoa. Haya, tuendelee. Kwa walimu sana. Tuendelee na sifa za Sara. Sara tunaona kuwa yeye alikuwa mvumilivu sana. Na huu uvumilivu unakuja wakati tunapomwona akivumilia madhila aliyopitia kabla ya kuwapata watoto. Na pia tunaona kuwa mumewe ambaye ni Yona alimpiga wakati fulani, na tunaona kuwa hata akasababishiwa magonjwa ni kwa sababu ya uvumilivu aliokuwa nao. Na angali anamvumilia mpaka wakati tunapoliona hili dondoo. Hapo kidogo nimerahisishiwa mambo. Kama ni sifa kulingana na bembea na sio dondoo. Hapo kidogo hata kama nilikuwa nimenoa swali la kwanza naweza nikapata la pili. Si kweli? Ndio. Ila itategemea. Wajua ikiwa ulinoa msemaji sasa huwezi kupata sifa yake, utapata vipi? Itakuwa vigumu. Kwa hivyo ni muhimu. Nitagaganganga tu, nitakuwa na kisia kama ni Neema, kama ni Sara, basi nitaegemea kwa Neema, nibahatishe pengine wote ni wavumilivu. Halafu zitakataa. Sababu tutajua kwamba sifa unazopeana ni za huyu wa huyu. Lazima. Naam. Ndio. Haya. Kwenye sifa zingine ama kama tuende kwa dondoo hili tulisema ni la Neema. Sara kwa Neema. Naam. Tuende kwa Neema mwalimu wangu. Wajua sasa kwa mujibu wa swali ni kwamba swali linahitaji tu sifa za msemaji ambaye ni Sara. Kwa hiyo lazima niwe makini hapa. Naam. Ulitaja kuna maswali aina 2. Naam. La muktadha na la insha. Na pengine kabla ya hapo, hili swali letu sasa hatujaangalia sehemu ya pili ama mambo ambayo yanahusu mandhari ama anwani ya kitabu. Tunaona kuwa sehemu ya pili ya swali letu nasema kuwa upo wakati inakuwa raha tele na upo wakati inakatika na kutubwaga. Sasa hiyo ndio sehemu kuu ya swali. Lazima tuonyeshe wahusika mbalimbali ambao wana raha tele na pia tuonyeshe wahusika mbalimbali ambao wanabwagwa na bembea ya maisha. Mimi kwenye maswali tayari nimeshanipa bembea ya maisha. Yaani kwa maana changamoto. Sasa basi, kwa sababu wewe ndio unanifundisha. Naomba uendelee. Basi lazima kwanza kwa kurejelea hasa wahusika mbalimbali, lazima mwanafunzi athibitishe upo wakati inakuwa raha, aonyeshe wahusika ambao jinsi wanakuwa na raha katika maisha na pia wakati wa bembea inapowabwaga. Sasa waonyeshe shida ambazo walipitia. Kwa mfano tukianza hasa na raha ya mhusika Sara.
bembea ilipokuwa ikimwendea vizuri. Tunaona kuwa huyu mhusika hasa mwishowe anafanikiwa kupata watoto wangapi? 3. Naam, kwa hiyo Mwalimu Okomo, kulingana na muktadha, nafikiri tumemaliza. Ulikuwa umeniambia kwamba kuna aina ya maswali ya muktadha na insha. Naam. Kabla ya kuendelea na swali la insha, hatujalikamilisha dondoo. Hili dondoo letu liko na sehemu 3. Na sehemu ya 3 katika dondoo hili letu ni kuwa kwa kurejelea wahusika mbalimbali, thibitisha kuwa upo wakati inakuwa raha tele kusukumana kwenye bembea na upo wakati inakatika na kutubwaga. Yaani bado mnanifuata kwa mathibitisho. Ndio. Thibitisha basi mwalimu. Basi tunaona kuwa, nikirudia hili swali tena, kwa kurejelea wahusika mbalimbali, thibitisha kuwa upo wakati inakuwa raha tele kusukumana kwenye bembea na upo wakati inakatika na kutubwaga. Basi kuna sehemu 2, wakati wa raha tele na wakati wa kubwagwa. Raha tele ni wakati mambo yanakuendea vizuri na kubwagwa ni wakati mambo yanapokuendea vibaya. Tukianza na mhusika Sara. Kuna wakati anakuwa na raha, hasa wakati anapopata hawa mabinti 3 baada ya kukejeliwa na kuitwa mgumba, lakini mwisho anapata mabinti 3. Basi bembea yake inakuwa raha. Amebwagwa. Inakuwa raha kwa sababu amepata watoto. Amepata watoto. Na kubwagwa ni kupi Mwalimu Okomo? Hapo Pasara anaposema kwamba inakuwa raha kwa sababu amejaliwa mabinti 3, bembea hiyo inakatika na kumbwaga pale ambapo anakosa mtoto wa kiume. Najaribu kutafakuri wewe una ule mchezo wa watoto. Naam. Sasa nimepanda kwenye hicho kibao na bembea. Alafu ghafla nimebwagwa. Inakatika inakubwaga. Anabwagwa vipi Sara Mwalimu Okomo? Ndio hapo nakueleza ya kwamba ijapokuwa inakuwa raha, anapata watoto lakini wote ni wa kike. Imekatika sasa. Anaendelea tena kusemwa. Kulingana na tamaduni, hawapendi watoto wa kike. Kwa mujibu wa jamii yenyewe ya tamthilia hii ni kwamba kulikuwepo na uhusiano mkubwa wa kurithi mali na watoto wa kiume. Kwa hivyo kwa Sara kukosa mtoto wa kiume ni kama wanahisi ya kwamba bembe yake imembwaga. Na pia wanafunzi wajue kuwa wamejua hasa jinsi wahusika mbalimbali walivyokuwa na raha na jinsi walivyokuwa na taabu. Kwa mfano hata mhusika Jona pia kuna wakati anakuwa na raha. Kwa mfano tunaona raha yake inakuja hasa wakati hata anaajiriwa kufanya kazi, mabinti wanasoma vizuri, na wakati wa kubwagwa ni wakati alipokuwa na unyanyapaa na hata anaishia kuwa mlevi na kupoteza kazi. Sasa unachukua mtindo huo wakati wa kujibu hilo swali, ukithibitisha kwa kurejelea wahusika mbalimbali. Mbali na Yona kuna Neema, ujue raha na tabu, kuna Asna, raha na tabu, hadi mwisho. Ndio. Naam. Sasa tunaweza kwenda kwa swali. Kwa hiyo tumeshamaliza swali la dondoo. Ndio. Tumeanza na dondoo yenyewe. Yaani lazima nieleze kubwagwa huku kulingana na msemaji maisha yake yote katika tamthilia hiyo. Ili ndo nipate alama ngapi? 12. Kwa mfano sehemu hii ni alama 12. Hii peke yake? Ndio. 12. Ndio. Ina maana swali la kwanza ni kinoa. Alama 4, la pili ni 4, la 3 sasa alama ni nyingi kwa sababu hilo ndilo linalobeba hasa uzito wa swali. Kwa hiyo unaelezea nimebwagwa mara ya kwanza, nimebwagwa ya pili, nimebwagwa ya 3, ya 4 mpaka ifike nikishaeleza zote. Naweza kueleza sehemu zote, naangalia sehemu zote. Kwa mfano ndio kwenda mbele na pia kurudi nyuma. Kwa sababu hiyo kauli inasema kwenda mbele na kubwagwa. Naam. Naangalia alama 12. Naam. Nagawanya vipi? Kama ni alama 12, naweza kutoa hoja mbili? La hasha. Wajua ili ufanikiwe kupata alama hizi 12 na kumbuka swali lenyewe linakuambia kwamba upo wakati ambapo inakuwa raha kwenye bembea na upo wakati ambapo bembea inakubwaga. Sasa ili kufaulu alama hizi 12 itakuwa vyema kwamba utafute wahusika
wengi iwezekanavyo, ili uwe na hoja 12. Hata swali nasema kwa kurejelea wahusika mbalimbali. Naam. Ina maana pengine bembea ina wahusika 10. Aha. Alafu umenipa alama 12. Ninataka wengine nimewasahau. Nikisema sifa za mhusika mmoja za bembea kwa raha, hoja 3. Naam. Kwa kina. Kisha niseme hoja 3 za bembea kumbwaga mtu mwingine. Hoja zangu 3 kwa kina tu. Naam. Bila kule kuandika kwa sentence moja. Ninaelezea hapo kidogo kinatharia. Siwezi nikafikisha zile 12. Waweza kufaulu kwa sababu tunachosema ni kwamba ikiwa yupo mhusika mmoja na jinsi maisha yalivyombwaga ana hoja karibu 5. Waona hizo ni hoja 5 tofauti. Kwa hivyo halina tatizo. Na pengine amesukumwa kwenye bembea ikakwenda vizuri kwa hoja zingine 5. Waona pia hizo ni hoja tayari. Kwa hivyo sio lazima ya kwamba wahusika wawe 12, lakini uthibitishe kwa mifano 12 jinsi wahusika mbalimbali wanavyobembea vizuri na kubwagwa. Kwa hivyo ni mifano. Ningependa tu kusema kuwa mwanafunzi akipata swali kama hili, aandike wahusika, hawajasema wahusika 2 ama 4. Aseme yote anayojua kuhusu wahusika mbalimbali, kwenda mbele na kwenda nyuma. Itategemea sasa yule msahihishaji atataka hoja ngapi, na yeye mwenyewe ndiye atakayejua jinsi ya kuwapa alama. Sasa wewe huwezi kujua jinsi yule anayesahihisha anataka, lakini waseme yote wanayojua kuhusu kwenda mbele kwa wahusika mbalimbali na kurudi nyuma kwa wahusika mbalimbali. Na mwalimu, ni vizuri umetaja hoja muhimu hapo. Nitaje ninaowajua. Ndio. Sio kutapatapa. La. Kabla hatujakamilisha, mtazamaji, umeelewa mambo ya dondoo. Nisiseme mengi. Ulisema kwamba kuna maswali aina 2 ya muktadha ambao ni ya dondoo. Swali lingine hilo mlikuwa mmesema la insha. Tupe mfano mwalimu wako. Kwa mfano tu, mfano wa swali la insha ni kwamba mwanafunzi akaja kuulizwa kwamba eleza kikamilifu nafasi ya mandhari ya mjini katika kujenga tamthilia Bembea ya Maisha. Eleza kikamilifu nafasi ya mandhari ya mjini katika kujenga tamthilia Bembea ya Maisha. Alama 10. Naam. Sasa waona hapa ya kwamba sio masuala ya kudondoa tena. Hapa ni kueleza tu. Ishara kwamba ni mtindo huo wa insha. Sasa cha msingi hapa cha kumwambia mwanafunzi ni kwamba anachopaswa kufanya ni kuweza kutoa ile mifano kutoka kwenye tamthilia yenyewe, mifano yake 10, akitueleza kikamilifu jinsi mandhari hayo yamesaidia kujenga tamthilia hiyo. Na tena ningesema kuwa mwanafunzi asichukue muda wake kuanza kueleza siji kwa Sara, Yona, mambo mengi ambayo hayana umuhimu na swali. Angalia wamesema tu kikamilifu nafasi ya mandhari ya mjini. Basi aende moja kwa moja kuona nafasi ya mandhari ya mjini. Kuna wale ambao wanaanza kusema Sara alikuwa ni mke wa Yona, walikuwa wanaishi wapi, hiyo haitampa alama yoyote. Sasa lazima aende moja kwa moja kwa swali. Maisha ya mjini. Kikamilifu. Kikamilifu. Asianze kutapatapa. Naam. Yaani kimsingi atakachofanya ni aangalie pale mjini, aone jinsi maudhui yapi yamejengwa na mandhari hayo ya mjini. Pengine aangalie ni sifa zipi za wahusika zinazojitokeza katika sehemu hiyo ya mjini. Na pia aangalie ikiwa kweli anaweza kupata dhamira ya kitabu kutoka pale katika mandhari ya mjini kwa mifano mbalimbali. Atafaulu. Mtazamaji, lazima uelewe haya mambo kwa kina, kwa kikamilifu, lakini sio kama zegezege. Tumeelimishwa kuhusu maswali 2 ambayo ni mifano tu ya kukupa namna ya kujibu haya maswali, tukirejelea ufaafu wa anwani, mandhari na dhamira. Sina zaidi. Niite Fibian Muthama, amekuwa mwalimu Bikisanda na mwalimu Okomo. Endelea kutizama Edu TV. Kwa heri kwa muda.